Bajeti na usimamizi wa fedha zako binafsi. Tutajadiliana umuhimu wa kupanga bajeti na kusimamia fedha zako binafsi. Pili, lengo la darasa hili ni kukufundisha jinsi ya kutambua jumla ya mapato yako ya kila mwezi na matumizi yako na kuandaa bajeti ya kila mwezi. Mwisho wa darasa hili unapaswa kuelewa kwamba una jukumu la kusimamia fedha zako binafsi. Haya tuanze. Unapofanya kazi unapata pesa. Neno lingine kwa hili ni mshahara au mapato. Kadri unavyofanya kazi zaidi au kadri kazi inavyohitaji ujuzi zaidi ndivyo utakavyopata mapato mengi zaidi. Ili kukidhi mahitaji yako ya kifedha, kila mwanafamilia anayeweza kufanya kazi anaweza kulazimika kufanya kazi haswa unapoanza kuishi Marekani. Mambo ya kila siku yanahitaji pesa kama vile vyakula, nguo, kodi ya nyumba na huduma za matumizi. Huduma za matumizi ni vitu kama hita, umeme, maji ya boma au gesi. Majukumu ya kifedha nchini Marekani kama vile kulipa kodi ya nyumba au kurejesha mkopo wa usafiri yataathiri uwezo wako wa kutuma pesa kusaidia ndugu zako nyumbani. Unahitaji kuweka kipaumbele kulipa bili zako kila mwezi kabla ya kutuma pesa kwa familia au marafiki. Pesa unazopata ni zako kutumia. Hata hivyo, sehemu ya pesa hizo hukatwa kama ushuru. Kwa kawaida, ushuru hukatwa moja kwa moja kutoka kwenye mshahara wako. Ushuru ni jukumu la kibinafsi na la kila raia. Kila mtu anapaswa kulipa ushuru bila kujali aina ya kazi anayofanya. Pesa za ushuru hutumika kuboresha miji. Kwa mfano, ushuru hutumika kuboresha na kutunza miundombinu au kama barabara, kufadhili shule au kulipa huduma za dharura kama ambulensi au magari ya zimamoto. Baadhi ya programu zinazofadhiliwa na kodi ni pamoja na Medicaid na SNAP. Hizi ni mifano ya paystub. Paystub ni hati inayoonyesha rekodi ya kiasi ulichofanya kazi katika kipindi cha malipo na kiasi cha pesa utakachopokea mkononi. Mduara mwekundu unaonyesha makato mbalimbali ya kodi na kiasi cha ushuru kilichokatwa kutoka kwenye mshahara wako. Ushuru hizi zinaunga mkono programu za serikali, za mitaa na za shirikisho. Malipo jumla ni kiasi cha mshahara wako kabla ya kukatwa ushuru. Mapato halisi ni kiasi unachopokea baada ya ushuru kukatwa. Hii pia huitwa mshahara wa mkononi. Kila chemichemi inahitaji kuwasilisha ushuru yako kwa serikali na jimbo na shirikisho. Hii inamaanisha kuhesabu mapato yako na kuhakikisha kuwa haujalipa ushuru zako juu au chini. Siku ya mwisho ya kuwasilisha ushuru yako ni tarehe 15 mwezi wa 4 Aprili. Kila mwaka kwa mwaka uliopita. Unaweza kuanza kuwasilisha mara tu unapopokea fomu zako za ushuru kutoka kwa mwajiri wako. Kwa kazi nyingi itakuwa fomu ya W2 inayoonyesha mapato yako yote kutoka mwaka uliopita. Ikiwa unamiliki biashara yako mwenyewe, fomu za ushuru zitakuwa tofauti. Wafanyikazi wa wakimbizi wa Utah Valley Refugee wanaweza kukusaidia kupata nyenzo za kuwasilisha kodi yako bila malipo au kwa gharama nafuu. Ikiwa umelipa ushuru kidogo kuanzia mwaka jana, utadai serikali pesa. Ikiwa ulilipa ushuru kupita kiasi, utapokea pesa kutoka kwa serikali.
Wakati serikali inadai pesa, hiyo inaitwa kurudi kwa ushuru. Unaweza kupata malipo ya ushuru kwa kuwa na watoto nyumbani au kuwa na mapato ya chini. Ikiwa una kazi inayolipa zaidi, utatozwa ushuru zaidi. Kadri mapato yako yanavyobadilika, kiasi cha ushuru unachokipata pia kitabadilika. Ni sheria ya Marekani kwamba lazima utoe ushuru. Usipofanya hivyo, utapata matatizo na serikali na huduma ambao wanasimamia ushuru. Huduma inayodhibiti kodi nchini hapa Marekani inaitwa IRS. Kuna aina mbili za ushuru. Ushuru maalum kwa jimbo unakoishi, kwa mfano Utah, na ushuru wa shirikisho. Asilimia za pesa zinazochukuliwa kutoka kwa malipo yako huamuliwa na kiasi cha pesa unachotengeneza. Utakuwa na ushuru wa juu wakati utapata pesa zaidi. Kuna aina tofauti za pesa nchini Marekani. Ya kwanza ni fedha za pesa mkononi na sarafu. Bili hizi huja katika madhebehu yanayoonyeshwa kwenye skiri. $1, 2, 5, 10, 20, 50 na $100. Sarafu huja katika thamani za senti. Senti 1, 5, 10 na 25 pamoja na sarafu ya $1. Ya pili ni hundi. Cheki ni karatasi zinazotolewa na benki yako ambazo unaweza kutumia badala ya pesa taslimu kulipa bili zako au kulipwa. Unahitaji kutumia programu yako ya benki au uende kibinafsi kwa benki yako ili kuweka hundi. Tatu ni kadi ya mkopo. Kadi hizi zimeunganishwa moja kwa moja kwenye akaunti yako ya benki. Unapotumia kadi ya malipo, pesa huondoka mara moja kwenye akaunti yako ya hundi ya benki. Ikiwa huna pesa za kutosha, kadi yako itakataliwa. Kadi ya mkopo ni safu ya kukopa pesa kutoka kwa benki. Unahitaji kulipa kila mwezi au utadaiwa pesa za benki. Watu wengi nchini Marekani huweka pesa zao kwenye benki. Amana ya moja kwa moja ndiyo njia inayojulikana zaidi ya malipo ya kazi nchini Marekani. Unapolipwa, malipo yako yatawekwa moja kwa moja kwenye akaunti yako ya benki baada ya muda wa malipo kuisha. Huu ni mchakato automatic ambao husaidia kuweka rekodi pamoja katika sehemu moja. Amana ya moja kwa moja ni njia ya malipo ya haraka na salama. Ili kulipwa kwa amana ya moja kwa moja, kwanza unahitaji kufungua akaunti ya benki. Kuna benki nyingi kote Utah ambazo unaweza kuchagua. Ili kufungua akaunti ya benki, kuna baadhi ya makaratasi unahitaji kujaza. Unahitaji kwenda benki kibinafsi na kuonyesha fomu za kitambulisho na uthibitisho wa anwani yako. Benki nyingi hutoa programu ambazo unaweza kupakua kwenye simu yako. Hizi hukuruhusu kufikia fedha zako na kutazama taarifa zako kwenye simu yako au teknolojia nyingine ya kibinafsi. Wanaweza kukusaidia kufuatilia bajeti yako pia. Huduma ya benki nchini Marekani, ikiwa ni pamoja na benki ya mtandaoni, ni salama na inapaswa kutumiwa. Hata hivyo, kuna hatari fulani katika kutumia mitandao isiyolindwa kupata huduma ya benki mtandaoni. Wakati wowote unapotumia huduma ya benki mtandaoni, unapaswa kuwa mwenye mtandao wa Wi-Fi unaoamini na unafahamu mazingira yako. Hapa kuna vidokezo vya kuzuia wizi
wa utambulisho au mtu anayetumia kadi yako ya mkopo au pesa bila wewe kujua. Epuka kushiriki zaidi habari za kibinafsi kwenye mitandao ya kijamii. Hii inaweza kujumuisha mambo kama vile siku yako ya kuzaliwa, nambari za kadi ya mikopo au anwani. Kuwa mwangalifu katika kushughulikia hati za kifedha. Huku hati nyingi za kifedha zikiwa mtandaoni, usiwache hati ili wengine wazione na uwezekanao wa kuiba au kunakili. Unda nenosiri kali na ngumu. Zifanye kuwa kitu unachoweza kukumbuka, lakini si kwamba mtu yeyote anaweza kukusikia au kutumia kwa urahisi. Kuwa mwangalifu kutumia Wi-Fi isiyolindwa katika kuchakata miamala ya benki mtandaoni. Angalia kadi ya mikopo na akaunti za benki mtandaoni mara kwa mara. Hakikisha hakuna jambo lisilo la kawaida kuhusu taarifa zako au kwamba hakuna mtu yeyote isipokuwa umetumia kadi yako kwa ununuzi. Jihadhari na barua pepe zinazotiliwa shaka na uwe macho kuhusu ulaghai. Benki nyingi zitakuonya ikiwa kuna mabadiliko ya ghafla katika matumizi yako. Hakikisha unajua kuwa ni benki yako na si ulaghai. Mabenki nyingi watakutumia barua pepe, sio kutumia maandishi au kukupigia simu. Walaghai wengi hutumia mbinu hii kupata maelezo ya kadi yako na mkopo kuwa kama benki halisi. Ikiwa huna uhakika kama ni ulaghai au benki, unaweza kwenda kwa benki yako na kuuliza ana kwa ana au kupiga nambari yao rasmi. Dumisha programu za kuzuia virusi na programu hasiri. Sasisha teknolojia yako na uruhusu masasisho unapoulizwa ili huduma yako ya benki mtandaoni ibaki salama. Alama ya mkopo ni nambari inayoonyesha jinsi unavyoshughulikia pesa vizuri. Ikiwa alama yako ni ya juu, kumaanisha zaidi ya 700, utakuwa na wakati rahisi zaidi wa kuidhinishwa kwa mikopo ya gari au nyumba na kupata mikataba ya kukodisha. Ikiwa alama yako ni chini ya 600, inakuwa vigumu kuidhinishwa kwa mikopo au kuidhinishiwa kwa kukodisha nyumba. Kulipa bili zako mapema au kwa wakati unaofaa ni muhimu sana nchini Marekani ili kujenga alama ya mkopo. Ukilipa bili zako kwa kuchelewa, unaweza kupoteza huduma zako kama vile kupasha joto au umeme katika nyumba yako, au kufukuzwa nje ya nyumba yako na mwenye nyumba wako. Hii inaweza kufanya iwe ngumu au vigumu kupata nyumba katika siku zijazo ikiwa una historia ya kutolipa kodi yako kwa wakati ambao unafaa. Unaweza kuunda mkopo wako kwa kulipa bili zako kwa wakati kila mwezi na kwa kutumia kadi ya mkopo na kulipa kila mwezi. Bajeti ni chombo muhimu sana katika kusimamia fedha zako. Ni mpango wa pesa zako unaoonyesha kile unachotarajia kupata, kutumia na kuweka akiba kila mwezi. Pia hukusaidia kufuatilia ni nini haswa unatumia pesa zako. Bajeti hukusaidia kuwa na ufahamu wa muda wa mwisho wa malipo na hukusaidia kuweka malengo pamoja na kupanga jinsi ya kuyafikia. Ili kuanza kutengeneza bajeti yako, andika orodha ya gharama zako zote za kila mwezi. Hizi ni pamoja na kodi ya nyumba, ada za makazi, huduma za matumizi, interneti,
malipo ya simu, bima na gharama za chakula. Kisha orodhesha jumla ya mapato yako ya kila mwezi. Toa gharama zako kutoka kwenye mapato yako. Hiki ndicho kiasi unachobaki nacho kwa matumizi ya ziada au kuweka akiba. Kupanga bajeti kila mwezi kitakusaidia kupunguza madeni na kuongeza akiba. Pia itakusaidia kuepuka kutumia zaidi ya unachopata na kuhakikisha unaweza kulipa gharama zako zote za maisha. Hapa kuna mfano ya bajeti. Msimamizi wako wa kesi atafanya kazi nawe ili kukusaidia kuunda bajeti yako ya nyumbani. Ni muhimu sana unapofanya bajeti kutofautisha kati ya mahitaji na matamanio. Unapaswa kuweka vitu unavyohitaji kwenye bajeti yako kwanza. Hakikisha kuna pesa za kutosha kwa ajili yako na familia yako kulipa kodi ya nyumba, huduma za matumizi na chakula. Vitu tunavyotamani kama simu mpya, gari, michezo ya video au vipodozi vinaweza kununuliwa tu pale tunapokuwa tumeweka akiba kwa ajili yake. Unapoanza kufanya kazi na kupata kipato, zingatia tu mahitaji muhimu kama kodi ya nyumba na huduma za matumizi kwa sababu hayo ndiyo ya lazima. Unapokuwa katika hali nzuri ya kifedha ya kuweza kumudu kodi ya nyumba, chakula na huduma za afya, ndipo unaweza kuanza kufikiria zaidi kuhusu vitu unavyotamani, lakini si vya lazima. Usiingie kwenye madeni kwa ajili ya matamanio. Kuna kampuni nyingi zinazoweza kukupatia huduma kama vile interneti na huduma za simu. Unaweza kulinganisha bei ili kuona ni kampuni gani ina bei nafuu zaidi. Baadhi ya mifano ni pamoja na mipango ya simu za mkononi na wifi, usafiri wa umma na maduka ya vyakula. Mara nyingi kuna chaguo nyingi za huduma na unahitaji kufanya uamuzi bora wa kifedha kwa ajili yako na familia yako. Kuna rasilimali za bajeti mtandaoni na madarasa ya kifedha ya kijamii unayoweza kuhudhuria ili kujifunza zaidi kuhusu kuokoa pesa. Tumia rasilimali hizi mara kwa mara kadri unavyohitaji ili uweze kuwa thabiti kifedha na kujitegemea. Kwa mfano, kuna madarasa ya kifedha yanayotolewa hapa Provo na programu ya My Hometown na Community Action ambayo yatakufundisha kuhusu kupanga bajeti na mipango ya kifedha. Tunatumaini darasa hili limekusaidia kupata uelewa vizuri zaidi wa mfumo wa kifedha wa Marekani na kukuwezesha kuchukua udhibiti wa fedha zako binafsi. Ikiwa unapata ugumu katika kuokoa pesa au kuelewa matumizi yako, tafadhali kutana na msimamizi wako wa kesi na atakusaidia na bajeti yako. Asante.